Hello. Bana, ni Mr. Choche hapa. Karibu sana katika ulimwengu wa kusanuana kuhusiana na fursa mbalimbali na kuhusiana na biashara na vipi ambavyo tunaweza tukaagiza mizigo kutokea China. Sasa katika hii series tupo kukusanua au kukuonesha ni bidhaa gani au aina gani za biashara ambazo unaweza ukafikiria kufanya na hata inaweza kukusapoti ukiwa na mtaji mdogo. Hapa sana naenda kuzungumza na kama vile wajasiriamali wenye mitaji midogo. Naenda kuzungumza na wafanyabiashara ambao labda pia wanafikiria kuagiza biashara bidhaa nyingine, lakini pia naenda kuzungumza hata na wanafunzi kwa sababu naenda kukuonyesha bidhaa ambazo zina bei rahisi zaidi. Naenda kupropose kwamba hichi kitu ni kizuri na unaweza kukipata kwa bei nzuri China na vipi ambavyo unaweza kufanya. Na this time ambacho mimi nakifanya hapa, kama hivi ambavyo unaona, nimeshika tablet yangu hapa. Kwa hiyo nitakuwa na kodi lakini pia na screen record hapa katika kile ambacho nakifanya. Kwa hiyo kama ambavyo unaona this time hapa mimi nimeingia zangu katika app ya Pinduoduo. Leo naanza kama utakuwa unafuatilia ile project yetu ya biashara na fursa za China. Kuna toki au kuna mada ambayo nimeelezea baadhi ya makundi au ya bidhaa ambayo yana trend au yanaagizwa zaidi kutokea China, na sisi tutatumia mtiririko ule lakini tutaanza kupropose kwako ni biashara gani au ni bidhaa gani ambayo unaweza kupata kwa mitaji midogo. Kwa hiyo tunaanzia chini na Mungu akijalia tutaendelea mpaka kutaja hizo biashara zenye mitaji mikubwa. Kwa kama hivyo ambavyo unaona this time mimi nimeingia zangu hapa katika hii app ya Pinduoduo. Naanza katika ile kundi la kwanza kabisa ambalo nilikuwa nimekwambia bidhaa au leo bidhaa gani ambayo tuna propose kwako. Kama vile ambavyo tulikwambia, biashara ya kwanza kabisa ni ambayo tulipendekeza kwako wewe ni biashara za vito au jewelries. Hizi bana ni bidhaa ambazo zinapatikana kwa wingi sana kutokea China. Kama jinsi ambavyo unaona hapa katika screen yako, zipo bidhaa nyingi sana. Hapa mimi nimeandika accessories, yani zimetokea hapa. Unaona hizi, nafikiri hizi zitakuwa ni hereni pamoja na na pete mbalimbali, lakini utaona hapa zimetokea hizi hapa hereni, kuna bracelet mbalimbali zimetokea. Hivi vitu bwana, kusema kweli China vipo vingi. Alafu kama jinsi ambavyo unaona ni vitu ambavyo ni vidogo sana. Yani hivi vitu, kwa mfano ukasema labda unatafuta labda tuashumu unatafuta mzigo wako labda wa kilo moja, tutushukulie labda unatafuta mzigo wako wa sample, ukasema uagize kwa mzigo wa kilo moja tu, unaweza kupata mzigo ambao ukajaza hata upande mmoja dukani au kwenye kigoli, yani kwa kilo moja tu ukapata kimzigo, kwa sababu unaweza kupata si chini ya pisi 100 ngapi, hata pisi 100 unaweza kupata kwa kilo moja. Sasa sijazungumzia bei, nimezungumzia mzigo mzuri, mfano sample nzuri ya kuanzia. Umeelewa? Na kwa nini nimetaja kama kilo? Hii bwana ni bidhaa ambayo kwa uzuri zaidi ili ufanye biashara vizuri zaidi. Kwa mfano ndo unaanza biashara, umeelewa, na shauri uanze na sample. Kwa kwenye sample tuhesabie, kwa sababu ya uwepesi wa hizi bidhaa, tuhesabie kwamba tunaanza kuagiza mzigo kwa ndege. Kwa hiyo kwa mfano labda hapa tunatafuta labda bidhaa gani? Kwa mfano kama hivi ambavyo unaona zipo nyingi. Kwa hapa ninalojaribu kuandika hapa ni jina la bidhaa nyingine. Labda tuashumu natafuta hereni. Kama jinsi ambavyo unaona hapa nitaandika earrings, zitakuja earring hapo mbalimbali. Kwa hiyo unaona kama hivi ambavyo nimeona earrings ni hereni. Kwa hiyo nimesearch hapa earrings, zitakuja hereni mbalimbali. Labda tujaribu kuangalia bei kadhaa za hereni. Kama jinsi ambavyo unaona bei ya hereni ni yuan 3.99. Sasa yuan 3.99 unajua ni sawa sana shilingi ngapi? Ngoja tuangalie hapa ni kuonyesha ni sawa sana shilingi ngapi. Hii hapa 3.99 mara rate ya yuan kwa leo nafikiri ni kama 380 hivi na kitu, kama nitakuwa sijasahau. Lakini mimi ninachokifanya hapa na kufanyia wewe kwa shilingi, yani yuan moja sawa sana shilingi 400. Kwa sababu gani? Kawaida ya hizi bei, kwa mfano ukiwa unanunua bidhaa, mfano kama hapa nimeangalia hii yuan 3.99 sawa sana shilingi 1596. Hii hereni hapa, yawezekana hichi chote hii hereni hapa either sijaingia in details, ngoja nifungue vizuri nikuonyeshe hii hereni bei yake zinaendaje. Kama hivi jinsi ambavyo unaona huku bei jinsi alivyokuwekea, yani hichi kidude chote kama jinsi ambavyo nakiona hivi hapa anakiuza kwa yuan 32.5 ambayo ni sawa sawa na shilingi, ngoja tuangalie, yuan 32.5 ni sawa sawa na shilingi 13,000. Yani hichi kidude chote hizi hereni zote unazipata
kwa shilingi 13,000. Sasa assume zipo 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Zipo hereni pisi 10. Pisi 25, so pisi 10. Zipo hereni pisi 25 na unazipata kwa shilingi 13,000. Sasa assume hizi hapa huku Bongo zinauzwaje. Sasa umekusanya mzigo wako kama hivi, labda umeagiza ukaja mzigo kwa ndege. Na nilikuwa naelezea kwa nini nimekufanyia hesabu wewe kwa rate ya shilingi 400. Cha kwanza nimekufanyia kwa rate ya juu kwa sababu hizi bidhaa, mfano kama hapa sasa hivi unavyoona, umekuja hapa umeangalia ni yuani 3 mfano inauzwa. Inawezekana baadaye ukarudi, labda maybe sasa hivi uliingia katika kipindi cha offer, umeelewa, ukarudi, yani bei za huku zinapanda na kushuka, waga na offer tofauti. Lakini pia vile vile kuna malipo ambayo utakayoyafanya wakati unalipia mzigo, kwa mfano kama vile service charges za kutegemeana na account ambayo unatumia, kwa watakukata hivyo vitu pia. Sasa nimekuonyesha hapo mfano kama hivyo, nimetafuta earrings, maybe tutafute kitu gani kingine, maybe tutafute hapa bracelet, mfano kama hivyo unaona nimetafuta bracelet, zinakuja hapa, zipo bracelet tofauti na bei yake ni tofauti. Kwa hiyo ninachojaribu hapa kukuonyesha ni kwamba hivi ni bidhaa zenye bei ndogo, na udogo wa bei yake upo hadi mpaka wewe unapata mzigo, kwa sababu utachukua mzigo ambao labda ndo kama hivyo, utakusanya kilo 1. Hii ni sample kwanza, umeelewa? Tunakusanya mzigo wetu wa kilo 1. Hapo tumechukua tumechukua hereni, tumechukua chochote kile, hata kuchukua hivi ya kutoboa pua, sijui ukachukua na cheni, umeelewa, ukachukua na bracelet hivi, ukachukua hata na vile vikuku. Kwenye kilo 1 utapata mzigo mwingi sana ambao unaweza, ni sample nzuri ya kuanzia, umeelewa? Yani hiyo tunachukua sample kwa sababu gani? Ili bidhaa, changamoto hizi bidhaa nyingi ukikurupuka, umeelewa, kwa sababu kuna namna ambayo unaweza kufanya ukaelewa kwamba hii bidhaa ni nzuri, lakini pia sometimes hata hiyo inaweza kukuta bahati mbaya wewe. Sasa unaweza kuchukua mzigo wa fizikaji au bidhaa quality yake ndogo sana. Nafikiri kwa wauzaji hivi vitu wanaelewa changamoto hizi bidhaa. Kwa hiyo unaweza kuchukua afu quality kaja ni ndogo, yani tofauti na vile ambavyo ulivyokuwa unatarajia. Tuashumu labda kama hivi ambavyo unaona hapa, hizi unaona kama vile ni kitu kama vile ni nini gold, yani jinsi ambavyo inaonekana, lakini sasa unaweza ikaja huku isiwe gold au ni gold ambayo inawahi kupauka. Kwa ni vyema wakati unaanza ukachukua mzigo wako wa sample. Sasa hizi bidhaa bei yake ni rahisi sana. Yani mimi mwenyewe kwa mfano ningekuwa naweza nikakushauri kwamba naweza nikakuprovia kwamba hata 60 tu unaweza kaagiza mzigo, lakini let's be serious, yani tusifanye vitu kwa kujaribu, umeelewa? Na kushauri tafuta hata 100,000 kwa mfano, labda wewe ni mwanafunzi au vipi, unaweza kaanza kwa hiyo amount ambayo nimekutajia, serious, umeelewa? Kwenye hiyo 100,000 ikakutosha kutafuta mzigo hata kilo 1, umeelewa? Au kwenye hiyo 100,000 ukatumia kama 60,000 kwa ajili ya kutafutia mzigo kama wa kilo 1, na hii 40,000 ambayo inabakia inaweza inakutosha kabisa kusafirishia mzigo wa kilo 1. Kwa sisi tunapigia hesabu ya kilo 1 in case kwamba hapo tunachukua na hizo hesabu ya kilo 1 kwa mfano ndio mwanafunzi, unaweza kujikuta tayari una hata zile product za kwanza kushow off na ukauza hata ndani ya wiki kabisa, kwa sababu hautakuwa mzigo mdogo sana, kwa sababu hizi nimekwambia ni vitu vidogo. Hapo tunashumu tumechukua vitu vya 60,000, umeelewa? Okay, vimekuja faida zake. Cha kwanza umeona sample, cha pili unapata sasa, unaanza kujitengenezea soko kwa wanafunzi wenzio au kwa watu wako karibu, kwamba bwana mimi nauza hichi na hichi na hichi na hichi. Cha tatu kinakupa experience na nguvu zaidi ya kununua next time. Kwa hiyo una faida 3 hapo. Unalelewa hiyo bidhaa jinsi ilivyo, maybe quality yake, unajitengenezea soko, na hizo ndio faida 2 kubwa ambazo utazipata. So ni katika biashara na fursa ambazo za China, kutoka China. Leo tumeanza na product hiyo za vitu. Fikiria hapa nimekutajia moja kwa moja. Next time katika biashara nyingine nitakwambia kabisa, kwa mfano hapa siwezi nikakwambia tuuze hereni tu peke yake, bado biashara haichangamki. Au tamu zaidi wa biashara hii, changanya zote. Chukua hereni, sijui cheni, sijui kila kitu ambacho kinahusiana na hivi vitu, pete zipo nyingi sana. Mimi nina ushahidi, nimeagizia wengi. Sema tu hapo kwenye pete nikupe mfano mzuri. Bwana, pete changamoto yake. Chingine pia inabidi uelewe. Nimeagizia mimi mwenyewe, imenikuta mara 2 naagiza pete zinakuja ndogo. Ndio mifano hiyo ambayo nakupa, inabidi uagize vitu kwanza kwa sample. Yaani pete inakuja pete kubwa kabisa, unaweza kukuta mtu kwa mbongo anavaa kidole hichi. Sasa ashumu wao wa China vidole vyao vipoje. Umeelewa? Kwa hiyo bwana, ni katika biashara na fursa za China. Mr. Choche hapa, yule ambaye anapenda sana kukusanua na kukuonyesha fursa zilivyo zingi. Fursa zilivyokuwa nyingi. Sasa tusapotiane basi, au vipi?
hebu like hapo, comment, toa maoni yako kwamba tufanyeje katika kuboresha biashara, au wapi umeelewa, kipi ambacho tuzidishe. Comment hapo, usiache kusubscribe, lakini pia usiache kutufollow katika channels zetu. Au vipi jamani, ndivyo ambavyo tunasupportiana. So ni kitu kikubwa ninachokupa. Karibu sana Choch, unaweza kufika ofisini kama vile ambavyo unaona hizi time niko zangu ofisini hapa, tukakufundisha na ukaelewa kila kitu. Kwa hiyo usiache kutufuatilia. Wakati mwingine tena.